Faisal Salum pamoja na Chiko Ushindi alitosha kabisa kuwapa pointi 3 muhimu. Nasibu Mkomo alishuhudia mchezo huo kutoka pale Benjamin Mkapa na hapa anaelezea zaidi. Alex Lombano, dakika 90 hapa katika dimba la Benjamin Mkapa zimemalizika kwa Young Africans kuibuka na ushindi wa mabao mawili dhidi ya kikosi cha Polisi Tanzania. Mabao ya Young Africans yamefungwa na Faisal Salum, Fei Toto pamoja na Chiko Ushindi ambaye anafunga bao lake la pili kwa hivi sasa kwenye ligi kusoka Tanzania bara tangu atue katika kikosi hiki cha Young Africans. Baada ya dakika 90 kukamilika, kocha msaidizi wa kikosi Polisi Tanzania George Mketo amesema licha ya kupoteza katika mchezo wa leo, lakini bado wako ndani ya malengo. Mimi naamini bado tuko ndani ya malengo na tunahitaji hilo kwa sababu nafasi mbili za juu zishachukuliwa na watu, lakini nafasi ya 3 na ya 4 hazina watu, na kwa utofauti wa pointi uliopo hakuna utofauti mkubwa kwamba ni namna gani tunaweza kuzipata pointi 6 zilizobaki na kukaa katika nafasi ya 3 au ya 4. Hilo linawezekana. Mimi naamini kama tunaweza kupoteza mchezo away na tukaenda sasa hivi tunacheza mchezo nyumbani tukifanya vizuri na michezo yetu miwili tunakaa katika nafasi ya 4. Tuko ndani ya malengo na tunahitaji kufika malengo ambayo tumejiwekea katika msimu huu. Kwa upande wa kocha mkuu wa kikosi cha Young Africans Nasruddin Mohamed Nabi, yeye kikubwa ambacho amekieleza, amesema licha ya kuwa tayari ni mabingwa, lakini wanahakikisha wanapata matokeo ya ushindi kila mchezo iliyosalia ya ligi kusoka Tanzania bara mpaka pale wanapoelekea katika mchezo wa finali dhidi ya kikosi cha Coastal Union katika dimba la Sheikh Amri Abedi Kaluta pale Arusha. Comme vous avez pu remarquer, nous avons été d'un très grand sérieux dans la préparation, dans l'approche, dans la préparation psychologique des joueurs pour ce match, parce que nous voudrons donner l'image toujours d'un club très sérieux avec le respect du club, son standing et ses couleurs. C'est vrai que c'est pas facile pour le joueur après avoir été officiellement champion de garder la même motivation, la même concentration, mais nous avons travaillé vraiment là-dessus pour être le plus performant possible, pour garder cette concentration jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à la finale. Si on lâche maintenant parce qu'on est champion et tout cela, ça peut s'influencer sur la qualité de la concentration, de la préparation. Dakika 90 za Benjamin Mkapa ambazo kila mmoja ameshuhudia Young Africans ikifanya vizuri katika mchezo wa leo. Nimeshuhudia pia na James Tupa ambaye amezishuhudia dakika 90 za mchezo wa leo kati ya Young Africans dhidi ya kikosi cha Polisi Tanzania. Namna ambavyo umewatazama Young Africans katika mchezo wa leo, namna ambavyo wamecheza, kama bado kuna kitu wanakihitaji, kumbe tayari wameshabeba na ubingwa. Ya Nasib, Mr. Reporter, kwanza nililazimika kuja kutazama mechi ya Young Africans dhidi ya Polisi Tanzania, lakini badala yake nimelazimika kumtazama mchezaji mmoja tu uwanjani. Hii wanasema bila disrespect, bila kuto kumvunjia heshima mchezaji yoyote, lakini nililazimishwa kufanya hivyo na mchezaji wa Young Africans Baka ambaye ni anatokea Zanzibari. Nililazimishwa baada ya kuona performance yake, namna alivyokuwa ametulia, aidha akiwa kwenye box yao kwa maana 18, lakini pia hata akiwa nje, namna ambavyo alikuwa na uwezo wa kurudishiwa mipira na Butwalibu Msheri na kucheza vizuri na Bryson, utulivu wake wa kupiga pasi ambazo si tu za square, lakini pasi ambayo inaweza ikatoka hapa kwenda mbele mita kadhaa. Utulivu ule ulinifanya ni lazimike kumtazama yeye, na nadhani kocha pia wakati anazungumza, wewe shahidi, alisema kwamba kitendo cha namna ambavyo bwana mdogo ameperform leo, tayari wao wamekwisha jiondoa kwenye mbio za kutafuta beki wa kimataifa. Wanasema nafasi hiyo watalazimika kuwapa wachezaji wengine wa mbele, lakini kwa malengo yao wao tayari kijana yule ana uwezekano wa kufanya hivyo, na kwa kweli namna alivyocheza leo anaonesha ana nafasi ya kuimprove. Hilo moja. Lakini pili, katika dakika 90 hizi nimejifunza kitu kimoja kikubwa sana bwana Nasib na mwanafamilia wa Sports Extra. Huwa wanasema ibada ni popote. Mungu namuomba popote na maagizo ya Mungu na yatii popote katika dunia hii. Leo tumeona mchezaji mmoja akifanya ibada uwanjani, ingawa watu wengi sana hawakugundua hicho kitu na hawakukifuatilia, lakini mimi nilikifuatilia na nikakiona. Mchezaji wa Polisi anafahamika kama Tariq Saif. Wakati wametoka nje, mpira umesimama, walipokuja kunywa maji, wenzake walikuwa wanakunywa maji wakiwa wamesimama, lakini yeye
alipiga magoti akaomba maji alafu akawa anakunywa yale maji. Sasa ile kitu katika dini, hasa katika dini ya Kiislamu tunaita kukata kimo. Unashauriwa kukata kimo aidha kwa kupiga magoti au kwa kukaa au kukuchutama unapokuwa unakunywa maji. Katika nia nzuri tu ya kwanza kuheshimu kile unachokipokea kukiingiza mwilini, lakini pili kuhakikisha kwamba kwa vile umechemka au ulikuwa kwenye movement unakunywa maji yale bila pressure, kwa sababu kuna hewa inatoka wakati huo unaingiza maji. Huku ukiwa umesimama kuna uwezekano maji yakakosea na kupita katika njia ambayo si sahihi, tukashangaa umepaliwa, mara umeshindwa kuhema, umedondoka chini, shida nyingine. Kwa hiyo alifanya namna ambavyo dini imeamrisha na kilikuwa kitu kimoja kizuri sana. Kwa hiyo haya ni baadhi ya mambo ambayo mimi nimeyashuhudia katika dakika 90 za mchezo wa leo. Bwana, mimi nikushukuru sana James Tupatupa. Asante Mr. Reporter. Bwana, hayo ni maoni ya James Tupatupa kwenye kile ambacho kimetokea ndani ya dakika 90, yeye akieleza kwa namna ambavyo amemuona Baka, lakini pia namna ambavyo amemuona Tarek Seif katika mchezo wa hii leo. Kutokea hapa katika dimba la Benjamin Mkapa, mimi ni Nasibu Mkomwa na hii ni Sports Extra ya Clouds FM.